Ni wakati na wasaa mwingine tena wa michezo na burudani, tukijadili kwa pamoja masuala mbalimbali kuhusiana na taarifa na matukio ya muhimu kwenye viunga vya michezo pamoja na burudani. Mimi nikukumbushe kwamba ungana nasi hapa kila siku kwa taarifa mbalimbali za virabu vya soka hapa nyumbani Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Ama kwa hakika tumekuwa tukileta taarifa za muhimu na burudani zote, hasa kuhusiana na hiki cha leo ambacho msemaji wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally ameweza kukizungumza na kutoa ya moyoni na kueleza kila kitu ambacho kimezungumzwa na kipo kwenye klabu ya Simba, lakini pia na matokeo makubwa na matarajio na yote ambayo jopo la ufundi limeweza kuelezea. Ungana nasi hapa. Kwa yeye ambaye bado hujakuwa mwanafamilia wetu, hakikisha una subscribe kwa kugusa maandishi mekundu hapo chini, lakini pia usisahau kubofya alama mbili za kengele. Moja kwa moja tukiingia katika taarifa zetu, tunakusogezea miongoni mwa mambo ambayo Simba wamekuwa wakiyapitia kwa msimu uliopita. Inafahamika kwamba klabu ya Simba haikuwa ikifanya bora zaidi, ama ile performance yao iliweza kushuka, ni kutokana na majaribio mbalimbali lakini pia na sajili zilizoweza kufanyika. Kama ulikuwa makini, nadhani unakumbuka kwamba klabu ya Simba iliweza kupoteza wachezaji kadhaa mahiri. Hiki kitu kiliweza kupelekea kikosi cha Simba kupungua quality yake, na hapo ndipo ambapo hata Yanga waliweza kupata nafasi ya kuwa wanaiadhibu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini hata hivyo pia jambo la kushukuru zaidi kwa mashabiki wa Simba na jambo jema, taarifa iliyokuwa bora zaidi ni mara baada ya sajili kufanyika, kuja kwa wachezaji wengine kuchukua nafasi hapo klabuni Simba, na mabadiliko makubwa yameonekana. Na taarifa njema ni kwamba viongozi wa klabu ya Simba pamoja na mwekezaji wametoa ahadi nyingi za kuongeza vyuma wengine hapo klabuni Simba, lakini pia maboresho zaidi kuendelea kufanyika klabuni Simba. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba mashabiki wanapata burudani iliyokuwa sahihi, lakini pia wale ambao wamekuwa wakitoa malalamiko yao yamesikika na yanaendelea kufanyiwa kazi. Yote hii na katika kuhakikisha kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba inaendelea kuwa ni miongoni mwa virabu bora ambavyo vinafanya vizuri hapa nyumbani Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Bila shaka umeweza kushuhudia namna ambavyo Simba quality yake imekuwa ni kubwa sana, na utofauti mkubwa umeweza kuonekana hata walipokutana na Yanga. Mara ya kwanza waliweza kutoa draw, yani goli ambazo mashabiki wa Yanga walikuwa kitarajia kwamba Simba watafungwa, hazikuwa hivyo, mambo yakawa tofauti kabisa. Na walipokutana tena kwenye kombe la muungano, yani M-Cup, Simba waliweza kuibuka washindi, na jambo hili hakika liliweza kuleta furaha, faraja pamoja na ndelemo za kutosha kwa mashabiki wa Simba. Hakika hashtag inayotembea sasa hivi huko mitandaoni na kwenye majukwaa mbalimbali ni kwamba Simba imerejea kwa kasi kweli kweli. Na ni kweli, ukiongelea Simba kurudi kwa kasi, Simba ile ambayo ilikuwa ikichukuliwa poa sasa hivi imekuwa ni Simba ya tofauti kabisa, timu ambayo kila mmoja amekuwa akishuhudia makubwa ambayo yanafanywa na Simba, na hata hivyo pia namna ambavyo wachezaji wamewekeza katika upendo, nidhamu pamoja na kufuata kile ambacho mwalimu amekuwa akikielekeza masiku yote. Kwa mashabiki wa Simba, hizi ndio nyakati njema kwao. Waswahili wanakwambia kutesa kwa zamu, na zamu ya Simba sasa imerudi. Ni muda mashabiki walikuwa wakitamani kuona Simba ikisimama katika renki za juu, kwa kuwa rekodi zinaonesha pamoja na historia kwamba Simba ni timu kubwa sana hapa barani Afrika na Tanzania kwa ujumla. Hivyo kipindi ambacho walichokuwa kikipitia Simba kilikuwa kama kipindi cha taabu, shida pamoja na majanga mazito, lakini sasa hivi Simba bwana wamerudi katika fomu yao, na tutarajie kuona makubwa sana kutoka kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mengi yamepangwa kufanyika, ahadi zimekuwa ni nyingi, na mashabiki wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali katika njia moja ama nyingine. Yote ni katika kuboresha na kutakia mema
klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mimi nikukumbushe tu wewe shabiki ambaye ulikuwa ukishabikia Simba na matumaini yako yalikuwa yamekata, basi hakika sasa hivi klabu ya Simba imerejea kwa nguvu kasi ile ile kama ya zamani, na kinachotarajiwa ni kuona Simba wakiwafunga midomo wale majirani wa pembeni katika kuonyesha kwamba ukubwa siku zote huwa ni ukubwa. Ujuzi wanakwambia hauzeeki wala haupotei. Basi Simba wanaenda kurejesha ile furaha ya mashabiki. Lakini wewe kama shabiki, tuambie una maoni gani katika hiki ambacho kinaendelea sasa hivi? Tuambie kwenye upande wa comments hapo chini, lakini pia usisahau kuweza kulike pamoja na kushare video hii.